Kuelekea wiki ya maji, ni takriban mita 500 kutoka ofisi za Smile FM mpaka zilipo ofisi za mamlaka ya maji Babati Bawasa, eneo lenye posti kodi 27103. Na je, ni kweli asilimia 80 ya wakazi wa Babati na maeneo mengine wanatumia maji yasiokuwa na chumvi? Na pia je, unafahamu kwamba pipa 5 unazipata kwa shilingi 1800? Ukweli wote upo katika interview hii ya mimi pamoja na mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi Babati Bawasa. Mimi naitwa Jamal Mteri, nitakupitisha hatua zote kuhakikisha unafahamu muhimu wa kuwepo katika wiki ya maji pamoja na offers ambazo zinapatikana hapo. Nilitembea jengo zima mpaka kuhakikisha nazifikia ofisi za Engineer Idi Yazidi Msuya. Karibu tutazame kwa pamoja. Mtazamaji ambao unatutazama hivi sasa, karibu sana, na kama nilivyokuahidi tangu mwanzoni pale ya kwamba kuelekea katika wiki ya maji nitaendelea kukuhabarisha na kukuambia ni nini ambacho kinaendelea ndani ya mkoa wa Manyara kwa ujumla na maeneo yote na Tanzania nzima. Nafikiri kwamba wanaelekea katika wiki ya maji katika maeneo yote ya mamlaka ambayo zinahusika na maji, na nitaendelea kukupa taarifa 1, 2, 3. Lakini leo nimebisha hodi katika ofisi za mamlaka ya maji na mazingira Babati Bawasa, na nimekutana na Engineer Yazidi Msuya, na ataweza kutueleza mengi sana kuhusiana na wiki ya maji na mambo mengi sana utaweza kuyafahamu hapa. Karibu sana. Brother, habari? Mzuri. Habari ya masiku? Mzuri sana. Hongera sana kwa wiki ya maji. Nimepita jengo, kunaona watu wako busy kweli kweli. Ya, nikupe hongera sana. Asante sana. Ya, ni muda mrefu sana tukuweza kuzungumza katika vyombo mbalimbali, lakini leo tumepata nafasi. Ni takriban nafikiri ni mita kadhaa kutokea makao makuu ya ofisi yetu mpaka kufika hapa kwako. Na nikupe pia pongezi, tulikuona kwenye mradi wako wa maji ambao unausimamia ulioko pale Singu, ulipita bila kupingwa wala hakuwa na issue yoyote wakati mwenge unazimwa hapa na Mheshimiwa Rais. Nafikiri ilikuwa hivyo. Siri ilikuwa ni nini pale kwanza kabla tujaenda ndani zaidi kwenye wiki ya maji? Niseme kuwa hizi kazi unatakiwa mtu kazi uipende, kuifanya kwa moyo, na ujue kuwa serikali imekupa dhamana ya kuhudumia wananchi wake. Kwa hiyo hiyo ndio siri kubwa, na pia tunajitahidi kwa kiasi kikubwa yani kuwashirikisha viongozi wetu wa mkoa na taasisi zake, kuwa wafahamu kuwa wote tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa huo miradi yetu inaisha vizuri. Kwa sababu ukija mradi wa maji hapa sio tu kuwa ni mradi wa maji mamlaka. Kuna taasisi zingine kwa njia moja au nyingine lazima zitusaidie. Kwa hiyo tunashirikisha ofisi ya mkuu wa mkoa, wananchi wa wilaya, wananchi, taasisi kama TAKUKURU, sawa, taasisi ambazo na zingine zipo kama taasisi za usalama, na wao ili yani kabla mambo hayaja haribika, kila taasisi imeshafanya kazi yake. Kwa hiyo sisi ndivyo ambavyo hongera sana, kongole tunatekeleza. Kongole sana. Kutoka pale makao makuu ya Smile FM wanatoa pongezi sana kwako, na wamesema nizifikishe salamu hizi kwako kuhakikisha kwamba mambo yamekaa sawa vizuri. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa, tungependa kukufahamu kwa majina yako na cheo chako hapa, ili kuweza kumpa faida na aweze kutambua kwamba tunazungumza na nani leo mamlaka ya maji hapa kuelekea maadhimisho ya wiki ya maji. Mimi kwa majina naitwa Engineer Idi Yazidi Msuya, mkurugenzi mtendaji wa Bawasa. Hayo ndio majina yangu. Hivi Bawasa ni kifupisho cha maneno fulani? Yes, Bawasa ni kifupisho cha mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Babati. Miaka ya nyuma ilikuwa inajulikana kama mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Babati mjini. Lakini sasa hivi inaitwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Babati. Babati mjini imetoka kwa sababu moja. Mwaka 2019
waziri mwenye dhamana alizivunja mamlaka ndogo ndogo ambazo ziko ndani ya wilaya ya Babati. Okay. Ikiwepo iliyokuwepo Galapo, Magugu, Bashnet na Dareda. Kwa hiyo kwenye hiyo miji midogo yote kuanzia 2019 tulipewa sasa dhamana ya kusimamia. Lakini kwa bahati nzuri 2021 iliyokuwa mamlaka ya maji Katesh na yenyewe ikavunjwa. Kwa hiyo sasa hivi tuko mpaka Katesh, na mwaka huu tarehe 6 mwezi wa pili tumeongezewa tena na eneo la kutoa huduma mpaka Okesmet. Kwa hiyo Simanjiro. Kwa hiyo tunaona kama tunapokwenda vile jina la mamlaka ya maji Babati litakwenda kama kuna hati ya litabadilika, kwa sababu ni kama vile sasa halitakuwa linawatendea haki sehemu zingine. Okay. Kama Okesmet, Katesh, maana wao hawako ndani ya mipaka ya Babati, wako nje ya Babati, wilaya ambazo zinajitegemea. Kwa hiyo sasa hivi tumepeleka maombi ya kuomba kama tutaweza kubadilisha jina ile mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Manyara, ambapo itakuwa ina cover na hiyo. Ni changamoto gani hasa kubwa ambayo kwenye tasnia ya maji ambayo ipo kubwa sana ambayo ni common? Changamoto kubwa ni wananchi kuvamia vyanzo vya maji. Hiyo ndio changamoto kubwa. Ndio changamoto kubwa kwa sababu niseme tu kuwa kwa maeneo yetu haya asilimia kubwa uchumi wa watu unajengwa na kilimo. Na maji ndio drivers wa kilimo. Kwa hiyo tunapata changamoto kubwa sana wananchi kuvamia vyanzo vya maji. Ni toe tu mfano kama sasa hivi chanzo chetu kikubwa ni mto Endala ambao umeanzia Bashnet. Mwezi uliopita tulienda na kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya. Kuna kilimo kikubwa sana, very intensive. Kwa hiyo kinachafua na kimelimwa pembezoni mwa mto. Kwa hiyo yani kipindi cha mvua ile tope na wanalima hizi horticultures kama nyanya, vitunguu ambazo wanapuliza dawa ambazo ni za sumu. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo ninaiona kuwa serikali inatakiwa kwa kiasi kikubwa tuweke nguvu, sio hapa tu. Mimi hilo niseme kwa Tanzania nzima kuwa tukiweza kutunza vyanzo vya maji tumetunza afya ya wananchi, na pia tunapunguzia serikali athari ya kutumia fedha nyingi kwenye afya. Kwa hiyo tutakuwa tumeboresha kwa kiasi kikubwa afya ya wananchi. Ndio. Je, watu walioko pale mto Endala wao wanatumia vyanzo vya maji kutoka wapi wao? Pale mto Endala umeanzia msitu wa Nou. Msitu wa Nou umeanzia huku Mbulu na kuja Bashnet. Kwa hiyo sasa yale maji yametoka msituni yakaja upande wa nchi kavu huko ambapo ndio kuna mashamba, then yakarudi msituni. Lakini sasa changamoto kubwa ni hapa ambapo yametoka nje. Kwa hiyo watu wanalima ile tope na sumu ile inakwenda kwenye maji. Lakini tunamshukuru mkuu wa wilaya amefanya kazi, kwa sababu sasa hivi tunategemea kuwa tunataka kuona uwezekano wa kukaa na wale watu wanaolima, tuambie sheria ya mazingira inasema unatakiwa ulime mita 60 kutoka katika chanzo cha maji. Shughuli yoyote ya kibinadamu ianzie mita 60. Kwa hiyo sasa tunataka tuone jinsi gani mtaisimamia vizuri zaidi. Tushirikiane na mkuu wa wilaya na mkuu wetu wa mkoa na ofisi ya TFS
ofisi ya bonde ambapo sisi tunasimamiwa na bonde la kati Singida. Kwa hiyo tukijoin effort we hope kuwa tutaweza tukafanya kitu kizuri. Alafu tuone sasa a proper way ya wale wananchi kuwatengeneza a proper channel kwa yani mifereji ambayo sasa itakuja kuwafidi wakiwa mita 60 ili wasidistabu kule. Kwa sababu pia chakula tunataka lakini tuwape kiasi cha maji ambacho ni proper. Na tuone je hayo maji ambayo tutakayowapa yasiweze kurudi kwenye mto mkubwa ili yasituchafulie huko sisi upande wa chini wa kwenu nyinyi wa kusupply. Mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi, mimi ni Jamal Mteri, lakini nipo na engineer Idi Azidi Msuya. Niko katika ofisi za mamlaka ya maji safi na mazingira Babati BAWASA, na tunazungumza mambo kadha wa kadha ili kuhakikisha kwamba huduma ya maji na hii kuelekea wiki ya maji na kwenda kukaa vizuri. Nafikiri engineer, labda swali hili linaweza sasa likazaa swali lingine. Kulikuwa kuna malalamiko makubwa ya kuhusiana na bomba za watu zinapasuka sana. Miundombinu ya maji katika nyumba inapasuka au inaharibika kwa sababu walikuwa wakitumia maji ya chumvi. Yalikuwa kwa asilimia kubwa Babati ilikuwa ni maji ya chumvi. Sufuria zimeharibika, ni maeneo machache sana. Na vitu vingi vimeharibika. Hata hospitali nasikia kuna wakati walisema mashine zile za kuchemshia maji au labda za kufanya kitu fulani zinaharibika kwa sababu ya utando wa chumvi. Je, ni kweli sasa hivi Babati hakuna maji ya chumvi? Ya niseme sasa hivi kwa asilimia zaidi ya 80. Asilimia 80 wanatumia maji ambayo zaidi ya 80. Zaidi ya 80. Yes, wanatumia maji sio ya chumvi. Nisema tu mimi ni mshukuru rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta bilioni 12.72. Bilioni 12.72 za kutekeleza mradi wa maji wa Dareda Singu Sigino Bagara. Mradi ule tuliudesign uweze kuzalisha zaidi ya lita milioni 12 kwa siku. Lakini kwa sasa hivi kwa kuanzia tunazalisha lita milioni 7.2 kwa siku ambazo zinaweza zikalisha mji wa Babati. Kwa hiyo sasa hivi niseme wananchi walengwa wakubwa ilikuwa ni kata ya Sigino ambapo ile kata kama unavyofahamu yani kwenye historia haijawahi kuwa na maji kabisa. Lakini kwenye awamu ya 6 ile kata ina maji 100%. Sasa hivi Singu kuna maji 100%. Na katika historia haikuwepo. Okay. Na ndo lilikuwa swali la kwamba mradi ambao ni mkubwa ambao katika eneo letu umeweza kuzalishwa huo. Nafikiri hilo swali umeshalijibu. Na kuna ushirikiano gani kati ya serikali, sekta binafsi na wananchi katika kuhakikisha kwamba mamlaka inakwenda kutimiza wajibu wake vizuri? Ushirikiano ukoje? Serikali, mamlaka binafsi, yani sekta binafsi pamoja na wananchi kwa ujumla. Ushirikiano uko vipi? Nisema sisi kama serikali tunaziengage sekta binafsi kwenye kazi zetu nyingi. Niseme kuwa kama tuna miradi ambayo tunafanya na wenzetu wa WaterAid ambao ni sekta binafsi ambayo inajihusisha na mambo ya huduma za maji na usafi wa mazingira. Kuna mbali tunaofanya galapo eneo la majengo B na watu wa Innovation Africa, na hiyo ni sekta binafsi. Niseme tu pia kuna miradi ambayo tumetekeleza na wananchi kwa 100%. Mfano sasa hivi serikali ilitoa fedha ya kuleta maji mpaka pale Singu, lakini wananchi wanatoa nguvu zao kuchimba mitaro kwenda kwenye maeneo yao. Tuna mradi ambao tumeutoa Galako mjini kwenda Maweni kilomita 20. Kule ilikuwa ndoo ya maji inauzwa shilingi 500. Ndani ya serikali ya awamu ya 6 wanapata ndoo kwa shilingi 20. Tuna mradi wa maji tumeutoa Magugu mpaka Ngole kilomita kama 22.
walikuwa wananunua maji kwa shilingi 500 ndani ya serikali ya awamu ya 6. Sasa hivi wananunua maji kwa shilingi 27. Okay. Kwa hiyo utaona kuwa serikali inashirikiana kwa kiasi kikubwa na wananchi na sekta binafsi. Je, kuna mabadiliko yoyote sasa hivi labda ya kiteknolojia kwenye kusupply maji? Tunaamini kwamba dunia sasa hivi inakwenda sana katika teknolojia. Vipi kwa upande wa mamlaka ya maji? Je, hivi sasa kuna teknolojia yoyote ambayo inatumika zaidi ya kidigito na mambo mengine? Sasa hivi tuko kwenye mpango wa kuandaa app. Yaani hatutaki mteja afunge safari yake kazi zake atoke ofisini haja kuja kujaza fomu ya kujiunga. Akae ofisini, aingize ile app, ajaze, sisi tutaiona huko. Sawa, tukishaiona huko tunaifanyia process, yeye anapata mrejesho kule. Basi sisi pale apelekee tu namba yake ya simu, sawa, ili muweze kumtembelea, location yake na pia tujue kuwa yeye anapatikana lini kwake, ili sisi tumtume surveyor siku hiyo. Katika hizi hatua za kuhakikisha kwamba mwananchi anapata maji safi pamoja na salama, je, mamlaka kama mamlaka hivi sasa kuna upinzani wowote ambao mnaupata kutoka kwa wananchi katika kuhakikisha kwamba zoezi linafanikiwa? Upinzani ambao ni mgumu. Nasikia kuna kipindi fulani palitokea changamoto fulani wakati tunataka kuconnect maji ya Dareda kuja huku. Je, vipi, elimu ikoje kwa hivi sasa, na kuna upinzani wowote ama hakuna upinzani? Kwa hilo ndugu yangu Jamali, niseme kuwa sasa hivi upinzani sio mkubwa. Nafikiri kwa sababu kule walikuwa bado wana yale mambo ya huduma ya maji ya bure, na ilikuwa ni kijijini. Ndio maana walikuwa yani wanahisi kuwa rasilimali maji ni ya kwao, bila kufahamu kuwa rasilimali maji imetajwa kwenye katiba kuwa ni mali ya serikali na inasimamiwa na rais, lakini rais amempa dhamana waziri wa maji. Lakini baada ya kutoa yani elimu, wananchi wameelewa. Ndio maana hata sasa hivi unaona kuwa maji yamefika Babati mjini. Ukichukulia tu mfano, ndio maana maji yametoka Ziwa Victoria yakaenda Tabora. Kwa hiyo kilomita nyingi sana. Yes. Kwa hiyo maji sio rasilimali ya mtu fulani. Maji ni rasilimali ya serikali. Serikali ikiona kuwa eneo fulani hakuna maji, inaweza ikatoa maji Arusha ikaleta Babati. Mfano mzuri pia, kuna maji yametoka Kilimanjaro yamekwenda Arusha. Kwa hivi maji sio rasilimali ya mtu, ni rasilimali ya taifa. Kwa hiyo ni maana rasilimali hiyo inaweza isipatikane kila eneo. Kwa hiyo inawezekana ikachukuliwa eneo moja ikaenda eneo lingine. Kwa hiyo wananchi wameelewa, ilikuwa ni issue ya kuelimisha. Hakuna uharibifu wa miundombinu ambao mnakabiliana nao kwa hivi sasa, watu kuiba miundombinu ya mamlaka? Na kama wapo wanafanya hivyo, ni hatua gani ambazo mtu anachukuliwa? Kwa mfano, kujaribu kuangalia mamlaka zingine, ukikutwa na ukikamatwa ni kesi ya uhujumu uchumi hiyo. Ni kweli sasa hivi tuna changamoto, kuna baadhi ya watu wanaiba mita, stendi za mita, lakini mimi nataka tu kuwa anauza wapi? Sijua. Lakini mimi nataka tu niwaeleze kuwa hilo ni kosa. Ni umeiba rasilimali ya serikali. Na ukibainika ni kifungo cha miaka 5 mpaka 15. Au faini ya milioni 5 mpaka milioni 50. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sio vya kimchezo. Na tayari nafikiri tuna kesi kama 10 tumezifungua pale. Tunamshukuru RPC wetu hapa, ametusaidia sana. Nafikiri mpaka sasa hivi tumeshabaini watu wawili. Kwa hiyo tunaendelea kufanyia kazi na tunatarajia
muda sio mrefu tutaviita vyombo vyenu vije vione kuwa ni namna gani wahalifu kama hao wanashughulikiwa. Kutoka mamlaka ya maji, na tunaendelea hivi sasa, mambo ni mazuri kweli kweli. Niko na Engineer Idi Yazidi Msuya. Na engineer, ni njia gani ambazo mnazitumia ili kuhakikisha kwamba upotevu wa maji, kwa sababu tunajua mnayazalisha kwa gharama, kuanzia kuyapata, kuyatibu na kuhakikisha yanamfikia mwananchi akiwa safi, lakini vipi kuhusiana na swala la upotevu kwenye kuhakikisha yanamfikia? Je, huwa kuna upotevu kwanza? Upotevu upo. Upotevu uko wa aina mbili. Kuna upotevu wa kibiashara na kuna upotevu wa kiufundi. Upotevu wa kibiashara huu ni upotevu ambao tunasema kwa sehemu kubwa unasababishwa na wananchi wasiokuwa waaminifu. Mteja anaweza akajiunganishia maji kinyume cha sheria, akatumia maji yasipite kwenye mita, yakapotea na sisi tusijue. Kwa hiyo taasisi na serikali ikawa zimepata nini hasara. Na huyo mtu tukimgundua, faini yake ni milioni 5 mpaka milioni 15. Na kwenye wilaya yetu Babati wapo watu wa aina hiyo? Tumewashika wengi sana. Okay. Lakini hamjawaleta kwetu kwenye vyombo, kwa sababu mtu kukutwa unaiba maji ni aibu. Ni aibu sana. Na wengi tumekaa nao wakubali kulipa fine. Lakini tunaendelea kusisitiza kuwa kuiba maji ni swala la aibu, kwa sababu kwa Babati mjini ndoo hapa ni shilingi 36 kwa Babati mjini. Yes, ndoo moja na uniti moja ni sawa na lita 1000. Lita 1000 ni ndoo 50. Sasa kama ndoo unauziwa shilingi 36 mara ndoo 50 ni shilingi 1800. Okay. Kwa hiyo sio swala zuri kwa Mtanzania kuiba maji, kwa sababu serikali inatoa fedha yani kuwekeza ili wewe na mwenzako muweze kupata huduma bora. Sasa kama wewe unaamua kuiba, ina maana kuwa unamsababishia mwenzako asipate huduma nzuri ya maji, na wewe unasababishia taasisi ishindwe kujiendesha. Kwa hiyo sisi mtu kama wewe tukimbaini na mwanasheria, kwa hiyo anapigiwa gharama za kutoka alipounganishiwa maji mpaka hapo sasa hivi. Tunatoa kile kiwango ambacho alicholipa, alafu tunapata sasa actual ni kiasi fulani, jumlisha faini ya milioni 5 mpaka 15. Unaweza ukamkuta mtu analipa kwenye milioni 10 na au 20 kwa bili ambayo alikuwa anatakiwa kuilipa labda shilingi 20,000 au 10,000. Yes, na kumbuka kuna mtu mmoja aliwahi kupigwa faini ya milioni 12. Yes. Ndani ya mji wetu. Okay. Sawa. Jamani, kuelekea wiki ya maji mambo ni mazuri, kwa hiyo tusikutane jamani kwenye kesi za kuiba maji kama alivyoeleza Engineer Yazidi Msuya. Na engineer, kuna swala la ukame. Ikitokea ukame, mamlaka imejipangaje kuhakikisha labda mna miundombinu ya kuweza kuhifadhi maji kwa ajili ya kujikinga labda na ukame, mwananchi asiweze kusense kwamba sasa hivi kuna ukame, labda tutapata maji yakiwa pungufu? Niseme tu kuwa sasa hivi tuna vyanzo vya aina mbili. Tuna chanzo cha mto Endala, tuna chanzo cha mto Darakuta ambacho kinalisha Magugu kwenda mpaka Vilima Vitatu, na pia tuna visima vile. Kwa hapa Babati, hata kama ikitokea ukame, alternative ipo. Tuna visima hapa zaidi ya 10 hapa katikati hapa. Pembezoni mwa ziwa Babati, bonde la Maisaka, maeneo ya Himiti Bonga, Nakwa. Kwa hiyo hatutegemei kama tutafikia hatua hiyo, kwa sababu nafikiri miaka
michache hapa nyuma tuliwahi kupata ukame. Lakini kwa mji wa Babati hatukutikisika. Kwa sababu tulikuwa tuna vyanzo vya visima virefu. Kwa hiyo hatukutikisika. Sehemu ambazo tulitikisika ni sehemu ya vyanzo vya mtiririko. Maana vile vilikauka, lakini tukawa tuna alternative ya visima virefu. Vipi security kwenye vyanzo vya maji? Ulinzi na kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaweza kwenda kwenye chanzo kufanya kitu kibaya, kwa sababu najua pasipokuwa na security kwenye eneo la maji ni eneo ambalo ni hatari sana. Hakuna mtu ambaye kitu chochote katika maisha yetu kila siku kinahusiana na maji. Ukikosa maji ni hatari sana, unaweza kusababisha taharuki kubwa. Vipi security kwenye swala la ulinzi wa vyanzo vya maji? Niseme kwenye swala la ulinzi wa vyanzo vya maji. Sisi kwetu kuna security kubwa sana. Kwenye vyanzo vyetu vyote kuna walinzi. Na sasa hivi tunashirikiana sana na wenzetu wa TFS kwenye vyanzo ambavyo vinaanzia kwenye misitu yao. Kwa hiyo askari wa TFS na sisi kwenye vyanzo ambavyo ni vya maji ya mtiririko tunashirikiana, kwa sababu sisi tunaweza tukalinda pale kwenye catchment yetu. Lakini maji hayaanzia pale. Yameanzia msituni kwao. Kwa hiyo na sisi hatuna access ya kule. Kwa hiyo sisi ambacho tunafanya ni kushirikiana nao ili kuhakikisha kuwa hakuna watu wanaweza wakaingia msituni kule wakaribu vyanzo vya maji. Kwa hiyo na wao kwa upande wao yani wametusaidia sana kwa sababu hata ile mifugo ambayo kwa inaingia kipindi cha nyuma kwenye misitu kule sasa hivi haingii. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kuwaomba kuwa waendelee kusimamia jukumu lao na kuhakikisha kuwa wananchi hawaingii kwenye misitu ambapo ndio tuna vyanzo vikubwa huko. Ndio. Kwa kumalizia engineer, hii ni wiki ya maji. Tunaelekea wiki ya maji. Kwa kumalizia kabisa, tulikuwa tunaomba utupe ujumbe mzuri kabisa kwa wananchi na ofa ambazo zipo katika wiki hii ya maji. Ni mwananchi ana benefit nini, kwa sababu tumezoea kwamba pakiwa pana tukio fulani kuna promotions tofauti. Je, leo kuna promotions tofauti kuelekea kuadhimisha wiki ya maji? Niseme kuwa serikali ya awamu ya 6 inawapenda sana wananchi wake. Sisi kama wawakilishi wa Wizara ya Maji, kama mwakilishi ya Katibu Mkuu hapa, tumepewa maelekezo madhubuti kuhakikisha kuwa kwa kipindi hiki cha wiki ya maji mwananchi atalipia vile vifaa vyake vya kumungia maji tu peke yake. Zile gharama za kwenda kumfanyia survey, kubeba vifaa ambayo almost ilikuwa ni kama shilingi 26,000. Ile gharama imetolewa kwa siku hizi za wiki ya maji. Kwa hiyo mimi niseme kuwa ni wape rai wananchi wa Babati, Katesh na Okesmet kuwa ndani ya wiki ya maji watumie vizuri, watumie nafasi hii kuvuta maji majumbani, kwa sababu zile gharama za shilingi 26,000 maana unaweza ukaletewa gharama ya kuvuta maji 100,000 na ile gharama 26,000 ikawa 126,000. Kwa hiyo sasa hivi utalipa hiyo gharama ya vifaa peke yake. Kwa hiyo hizo gharama za sisi kwenda kukufanyia survey ni tutazibeba sisi. Je, kama muunganiko wa maji uko mbali na kama maji yako mbali, tuna option pia ambayo tumepewa. Mwananchi anaweza akasaidia akachimba mtaro, sisi tuka provide bomba, tukasogeza huduma karibu na wananchi. Okay.
Injinia Yazidi Msuya pamoja na taasisi ya mamlaka ya maji na mazingira Babati BAWASA wanahakikisha kwamba ule muda ambao wewe ungeutumia kwenda kufata maji kilomita nyingi, wao wanahakikisha kwamba maji ukifungua tu koki nyumbani kwako unayapata. Mazungumzo haya nimeyafanya na Injinia Yazidi Msuya hapa katika ofisi yake na ametueleza mengi sana ya kueleweka. Mimi naitwa Jamal Mteri na kama injinia utakuwa unacha kujazia, karibu sana. Mimi niseme tu machache. Niendelee kuwasihi wananchi wa Babati, Katesh, Ukesmet. Serikali ya awamu ya 6 imekisha kuwa huduma ya maji imesogea karibu. Basi tujitahidi kutumia maji safi na salama ili tuipunguzie serikali gharama upande wa madawa. Na pia sisi tunajitahidi kuhakikisha kuwa tunapeleka maji kwenye mazahanati, mashule, kwa sababu mama kule amewekeza hela nyingi sana. Na sisi tunachotaka kuwa watoto wasome, wasifikirie kutafuta maji. Kwa hiyo kama kuna shule ambazo ziko kwenye maeneo ambayo sisi tunahudumia, basi tupate taarifa, tuone kuwa tutafikishaje huduma ili mama, maana anajenga shule nyingi sana, zahanati nyingi sana, basi watoto wasije wakasingizia kisingizio tulikuwa tumekwenda kuchota maji. Yes. Kwa hiyo sisi tunataka watoto wasome. Na wananchi wakienda kwenye shughuli zao za kiuchumi, mahospitali wapate maji. Mwananchi asifikirie swala la kutafuta maji. Serikali ya awamu ya 6 imeshafanya kazi hiyo. Yeye ni kuja kuomba maji, kuletee maji nyumbani kwake. Akiamka asubuhi aoge, akafanya shughuli za kiuchumi, nchi iendelee kuwa na uchumi bora. Na la mwisho nalo ni kwenye utunzaji wa vyanzo vya maji. Serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi kuwalipa watu fidia kwenye vyanzo vya maji. Niseme tu kutokujua sheria sio kuwa ndio yani msamaha kuwa kwamba nilikuwa sijui. Hapana. Sisi sasa hivi tunachomba kuwa watu ambao wako kwenye vyanzo vya maji, tutaomba taasisi husika kama ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, watusaidie kuwa wale watu kutokujua sheria isiwe ndio excuse kwao. Tuhakikishe kuwa wale watu wanafuata sheria, wanaacha hizo mita 60 ili huduma ya maji iweze kuwa endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa sababu maji ni rasilimali kama ilivyo madini. Tusipoitumia vizuri itaisha. Tusipoilinda itaisha. Kwa hiyo sasa sisi ili hivi tusipate lawama kwenye vizazi vinavyokuja, niombe kuwa hizi organs ambazo zipo, kila moja isimamie sehemu yake. Kuwa tufahamu kuwa maji ndio maisha, maji ndio uhai, maji ndio afya, maji ndio maendeleo. Kwa hiyo hivi tuhakikishe kuwa hivi tunalinda maji. Maji hakuna wizara ambayo inaweza ikaoperate bila maji. Ukienda wizara ya uchukuzi inatumia maji. Wizara ya ujenzi inatumia maji. Wizara ya kilimo inatumia maji. Wizara ya afya inatumia maji. Wizara ya elimu inatumia maji. Kila mahali ni maji. Kwa hiyo kila mahali ni maji. Kwa hiyo mimi hapa nachosihi tuhakikishe kuwa maji tuipe kipaumbele. It is like a first organs ambayo inaweza kutuvusha kwenye labda uchumi endelevu. Kwa sababu ukijenga barabara utahitaji maji ya kumwagilia. Ni eneo muhimu sana. Muhimu sana. Ukija kwenye uchukuzi tuna mabandari huko, tuna maziwa. Ni maji. Ukienda kwenye kilimo uwezi ukalima sehemu ambapo hakuna maji. Unaona? Kwa tutunze. Ukienda
kwenye elimu mtoto hawezi akasoma kama maji hakuna. Ukienda kwenye afya, mgonjwa hawezi akafanywa operation akatibiwa kama maji hakuna. Kwa hiyo tukichukulia kama maji ndio yani huduma namba moja, tunaweza tukasolve mambo mengi sana na serikali ikapunguza gharama kubwa sana kwenye sekta zingine. Kwa hiyo mimi ninachokiomba tu kuwa ni serikali tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kuwa kule kwenye vyanzo vya maji tunavitunza, kwa sababu maji mimi naona kama it is driven organs kwenye serikali. Mimi yangu ndio haya. Shukran sana Engineer Yazidi Msuya, umeweza kumsikia. Tutunze vyanzo vya maji kwa sababu maji ndio kila kitu. Mimi naitwa Jamal Ali Mteri na nilikuwa na Engineer Yazidi Msuya siku ya leo.